mradi wa ujenzi wa jengo la Stanley hapa ambayo inahusisha huduma za radiotherapy, chemotherapy pamoja na nuclear medicine. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi ambaye ni Mohamed Builders ambao ni mkandarasi wa mradi, lakini pia mshiriki wetu akiwa ni Benjamin Mkapa. Lakini msimamizi wa mradi huu ni Wakala wa Majengo Tanzania, yani TDA. Mradi huu ulianza utekelezaji mnamo tarehe 7 Juni mwaka 2022 ukiwa na muda wa utekelezaji wa miezi 36 na ukamilika 31 Agosti mwaka huu baada ya mkandarasi kupatiwa muda wa nyongeza. Gharama za mradi ni shilingi bilioni 30 ambapo gharama za ujenzi ni shilingi bilioni 28.9 na gharama za ushauri mshauri elekezi ni bilioni 1.4. Utekelezaji wa mradi hadi sasa utekelezaji wa mradi hadi sasa umefikia 60%. Wigo wa kazi. Mradi wetu unahusisha wigo kama ifuatavyo. Hadi sasa mkandarasi ndio. Hadi sasa mkandarasi ameshalipwa takriban bilioni 9 ikiwa ni sehemu ya bilioni 30 za jumla za mradi kwa jumla. Lakini pia kwa mradi sasa ulipofikia mkuu, tumefikia 60% ya mradi mzima ili tuweze kukamilisha. Asante mkuu, naomba kuwasilisha. Nataka kuniambia ushiriki hapa maana yake ndio mwenyekiti, una la ziada pengine kwenye majengo yetu haya Saratani? Mheshimiwa Mwenyekiti, tunamwomba tu mkandarasi aongeze jitihada ili aende na time frame, na sisi serikali kupitia ofisi yako Mheshimiwa Waziri, malipo yake yatafanyika kwa muda. Pia aongeze bidii ili tuweze kufikia malengo yetu. Ni kwa nini tupo nyuma ya muda? Asante Mheshimiwa. Ndio. Asante Mheshimiwa. Ni kweli kutokana na mradi wetu jinsi ulivyo tulikuwa tuna changamoto hapo kipindi cha nyuma kama ndivyoeleza kwenye hiyo report, lakini kulikuwa na ongezeko pia la wigo wa kazi kwa maana ya sakafu ya 3 tunayoiona haikuwepo kwenye mapendekezo ya kwanza ya awali. Kwa hiyo kulikuwa na mapendekezo ya awali ya ongezeko la kazi ambayo ni floor ya mwisho. Tulipokea mahitaji kutoka kwa client, tuliyafanyia kazi na ilipita taratibu zote za kishauri, ndio tupate kufikia kwenye hatua hii tulifikia sasa hizi. Itakuwa ni tarehe 31 Agosti mwaka huu. Ndio. Kutakuwa na extension. Kwa hiyo mkandarasi aongeze jitihada, na akishindwa blacklist, asipewe kazi yoyote ndani ya wizara. Mmenielewa vizuri? Akishindwa kukamilisha kwa muda huu wa nyongeza ambao mmeuomba wa ziada, ina maana mwezi wa 8 asipokabidhi jengo huyu asiruhusiwi kupata kazi yoyote. Nadhani katibu mkuu amenisikia. Ndani ya wizara hii akatafute kazi maeneo mengine. Kwa hiyo maana yake mwisho ni mwezi wa 8. Lazima jengo liwe limekamilika. Kwa sababu hii itakuwa ni sehemu ya pili baada ya Ocean Road. Kituo hiki itakuwa ndio kituo kikubwa, pengine cha pili baada ya ile Ocean Road, sio? Au kitazidi kile cha Ocean Road. Kama itakamilika, Mheshimiwa Waziri, katika mipango yetu iliyowekwa hapa mpaka nuclear, hii itakuwa ni cha kwanza, itazidi. Ocean Road nuclear sio nayo. Lakini kwa jinsi ya mipango, kwa sababu hapa pia wanaweka itakuwa ni training center. Itakuwa ni training center. Yes. Kwa hiyo tunataka mwezi wa 8 msimamizi mradi huu ukabidhiwe kwa hospitali. Na pengine na mimi nitafuatilia kwa karibu mwezi wa 7 kujua hatua ambayo mmefikia. Hakutakuwa na nyongeza. Hakuna sababu, kwa sababu fedha ipo. Ongezeni jitihada, leteni hizo nini hizo wanaita certificate. Huko watalipa, ujenzi utaendelea, tukamilishe jengo likamilike mwezi wa 8, jengo mlikabidhi. Tumeelewana nadhani? Haya. Hatutapanda muda mdogo. Na hayo ni maelekezo ya Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengela, ambapo mkandarasi amepewa kwa muda aliouomba mpaka mwezi wa 8, basi amehakikisha kwamba hili ni jengo la kituo cha mafunzo